Kuna watu ambao wamejipa leseni ya kuua. Kuna watu wako tayari kuua. Wako tayari kuua. Wana leseni ya kuua. Kikanyaga barabarani watakukata miguu. Fanya nini? Wako tayari. Sasa kinachokozekana ni walio tayari kukatwa miguu. Siku wakipatikana hao, itakuwa taabu sana katika taifa hili. Tumegawanyika kiitikadi. Tuliweza kushinda ukabila. Ukabila hukutugawa. Dini hazijatugawa. Tunakuja kugawanywa na itikadi. Sijasikia mtu anakemea rushwa. Sijasikia mtu anazungumzia haki ya kukutana. Sijasikia mtu akizungumzia habari ya waliopotea wako wapi na tufanye nini. Sijasikia. Vipi Baba Askofu Munga, lakini maandiko yake mengi, watu wengi waliomuelezea hata kabla ya leo walikuwa wanamzungumzia kwamba misimamo yake kwenye masuala ya haki imekuwa juu sana. Ufafanulie kwenye eneo hilo na namna ambavyo wewe binafsi. Mimi nimekutana na Askofu Munga chuo kikuu cha Makumira akiwa amenitangulia. Yeye baada ya kumaliza kidato cha 6 aliingia kwenye utumishi wa uinjilisti huko, kwa hiyo alichelewa kuingia. Mimi nilikwenda moja kwa moja. Kwa tukakutana Makumira, tukawa marafiki. Misimamo yake already ilikuwa inaonekana Makumira, lakini zaidi sana ilikuja kunolewa alipokwenda chuo kikuu cha Lund kule Sweden, akiwa anasoma shahada ya udaktari. Mimi wakati huo nilikuwa nasoma chuo kikuu cha Copenhagen, na kutoka Lund kwenda Copenhagen tunatenganishwa na maji. Unapita katika mji mdogo wa Malmö unafika Lund. Kwa hiyo tuliendelea kuwasiliana tu na kutembeleana. Sasa yeye akanolewa zaidi katika misimamo hii ya haki kwa sababu andiko lake na utafiti wake wa udaktari ilikuwa ni juu ya teolojia ya ukombozi. Lakini sasa kwenye theology kuna kitu tunaitwa epistemology. Yeye alichukua kipengele kidogo cha epistemolojia katika teolojia ya ukombozi, na akawa na mwalimu wake pale aliyemsaidia sana mpaka anamaliza. Mimi nilipotoka hapo nilikwenda chuo kikuu cha Chicago. Pia mimi nikajikita zaidi katika teolojia ya maendeleo, lakini nikiazima vionjo vingi kutoka kwake katika teolojia ya ukombozi, liberation theology. Nikafanya utafiti wangu kule Amerika ya Kati, Bolivia, El Salvador, na kutengeneza andiko langu la udaktari juu ya teolojia ya maendeleo ya Kiafrika. Tukaja kukutana tena, nilimkuta tayari amechaguliwa kuwa askofu. Mwaka 1.5 baadaye na mimi nikaingia kwenye nyumba ya maaskofu. Alinitangulia kuwa askofu. Yeye amehudumu miaka 19, mimi sasa miaka 23. Kwa hiyo tumekuwa marafiki sana wa familia, wa kanisa, na tumeshirikiana sana. Kitu kimoja ambacho kimetuunganisha sana, tulikuwa tunaweza kuwa na tofauti zetu binafsi, mimi na yeye, lakini ilipotamkwa neno haki tuliungana. Yako mambo tulikuwa tunatofautiana, si vizuri kuyasema sasa amelala kwa sababu hawezi kujitetea, lakini kila lilipotamkwa neno haki, hata ndani ya kanisa, kwa sababu hata huko ndani ya kanisa hakuna malaika, uko ukiukwaji wa haki ndani ya kanisa, alisimama imara. Unadhani msingi wake wa haki hasa ulikuwa unajikita kwenye maeneo gani, kwa maana ya kwenye level za kitaifa hizi? Haki ya kujieleza. Usingemchagulia aseme nini na aseme wapi, atasema. Uwe unapenda upendi, atasema. Uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukutana na watu. Uwezi kumchagulia rafiki, uwezi kumchagulia adui. Kuna wakati tulikuwa tunajikuta mimi watu wa fulani ambao sina interest nao, lakini yeye yuko nao. Kwa hiyo sikumchagulia kwamba bwana wale usiwe nao. Anajua mwenyewe nani ausikane naye. Alikuwa si mbaguzi wa dini, itikadi, kabila, ulimkuta katika kila kundi. Hakuwa na ubaguzi wa kijinsia. Dayosisi yake ilikuwa mstari wa mbele katika kubariki wanawake wa kwanza kwa wachungaji. Kwa hiyo haki yake haikuwa na mipaka. Alikuwa ni mtu ambaye anajihusisha na watu mbalimbali. Anaondoka wakati ambao kama taifa ni kama tumegawanyika hivi. Kuna mengi na watu wanasema hayo, wanasema kama haki zile ni kama zinapotwa shati. Unatazamaje taifa tulilopo
kwa sasa hivi tuko pazuri, tuko pabaya ama tuko pabaya zaidi? Mimi naweza kusema yeye, na hili pengine litakwaza watu, ana bahati kuondoka. Unamaanisha nini? Ana bahati kuondoka kwa sababu kama hazitachukuliwa hatua tunakokwenda ni kubaya zaidi. Kwa hiyo hayo mabaya yakitokea hayatamkuta, yatatukuta sisi tuliobaki. Neno lako ni kama linatisha. Kwa nini? Umeona nini? Kuna mambo yasio mazuri, yasio mazuri. Tumegawanyika kiitikadi. Tuliweza kushinda ukabila, ukabila hukutugawa, dini hazijatugawa, tunakuja kugawanywa na itikadi. Itikadi tu ndio zimetugawa kama taifa. Hatutaki kusikilizana, hatutaki kushirikiana. Unazungumzia vyama vya siasa? Ndio manake, kwamba tuko pabaya kiasi hicho? Ya sana, tuko pabaya. Tumefikaje hapo? Mimi nafikiri tumefikaje haisaidii, tunatokaje? Tumefikaje? Tumeshafika. Sasa hata tukijiuliza tumefikaje haisaidii kitu. Tujiulize tunatokaje hapa tulikokwama. Nikikuuliza hivyo tunatokaje? Maridhiano. Turudi mezani. Tuchore ramani upya. Ndipo tuweze kusonga mbele. Lakini kama hoja tuna mgawanyiko wa masuala ya kiitikadi kwa maana ya wanasiasa. Wanasiasa hao wamekaa mezani mara kadhaa na wenyewe wameshindwa kuelewana. Ni kwa sababu wamekaa wenyewe, hawakutafuta mtu wa tatu katikati. Wanapogombana wawili hawawezi kujiamua wenyewe. Lazima wawepo watu ambao wana uwezo wa kuongea na upande huu, wakaongea na upande huu, kisha roho zikakutana na kupatana. Tukalitanguliza taifa kuliko vyama. Kama nasema wanasiasa ni kundi dogo sana ukilinganisha na Watanzania kwa milioni 60. Kama ni kundi dogo namna hivi ndio limehitilafiana, kwa nini inaonekana ni mgogoro wa kitaifa? Ni mgogoro wa kitaifa kwa sababu lilo kundi dogo linatumia rasilimali zetu kutunyamazisha. Na nimekumbuka nimewahi kusema, nyinyi huwa mnanifuatilia sana. Katika taifa letu hivi sasa kuna watu ambao wamejipa leseni ya kuua. Yaani hawapati tabu kuua, wako tayari kuua. Wamejipa leseni ya kuua. Lakini sasa hatujapata watu walio tayari kufa. Siku walio tayari kufa wakipatikana, kama walio tayari kuwa walivyo, taifa hili litapata madhara makubwa sana. Kama sijakuelewa. Kitu gani hujaelewa? Kuna watu wako tayari kuua. Wako tayari kuua. Wana leseni ya kuua. Kikanyaga barabarani watakukata miguu. Fanya nini? Wako tayari. Sasa kinachokozekana ni walio tayari kukatwa miguu. Siku wakipatikana hao, itakuwa tabu sana katika taifa hili. Tuko kwenye uchaguzi sasa. Kuna chochote umekisikia kutoka kwenye majukwaa ambacho pengine ungetamani kusikia? Wanazungumza vitu vya kawaida. Tangu awamu ya kwanza tumejenga madaraja, tumejenga mashule, tumejenga mahospitali, tumenunua ndege zikachakaa, tukanunua nyingine na kadhalika. Ndio yanayozungumzwa kwenye majukwaa. Sijasikia mtu anakemea rushwa. Sijasikia mtu anazungumzia haki ya kukutana. Sijasikia mtu akizungumzia habari ya waliopotea wako wapi na tufanye nini. Sijasikia. Unadhani kwa nini? Sijui. Wamechagua hivyo. Na mimi nimechagua, ningetamani kusikia values zaidi kuliko shopping list. Kama ni hivyo maana yake inawezekana tukawa na miaka 5 migumu zaidi huko mbele kama kuna mambo ya kitaifa. Wewe wasema. Wewe unatazamaje? Maana yake hao ndio ambao watashika madaraka kwa miaka 5. Mimi sijui. Wewe unasema. Mimi nimekwisha sema, nimemaliza. Sifurahii kusikia shopping list kwenye mikutano. Shopping, nitaleta hiki, nitawanunulia nini? Ningependa nitawawezesha nyinyi. Nitawapa uhuru wa nyinyi kujitafutia hicho. Asante bwana. Kwa Tanzania ni lipi? Turudi mezani. Kwa Tanzania. Turudi mezani. Asante.